Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mkutano wa pili wa Bunge la 13 ulipokea na kujadili taarifa zifuatazo. Moja, hotuba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyotoa wakati wa ufunguzi wa Bunge la 13. Mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu, yani 2026-2027 hadi 2051. Mapendekezo ya mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, yani 2026-2027 hadi 3031. Mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi wa mpango na bajeti ya serikali wa muda wa kati, yani 2026-2027, 2028-2029. Mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026, The Written Laws Miscellaneous Amendments Bill 2026. Mswada wa sheria ya mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika wa mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, kupitia mkutano huu, waheshimiwa wabunge wameuliza maswali 146 ya msingi na mengine 482 ya nyongeza ambayo yalijibiwa na serikali. Hali kadhalika, maswali 7 ya papo kwa papo yaliulizwa kutoka kwa waheshimiwa wabunge na kujibiwa na Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kufuatilia kwa makini mijadala ya waheshimiwa wabunge ambapo hoja zilizotolewa zimeonyesha wazi kuunga mkono jitihada kubwa za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Wakati huo huo, waheshimiwa wameendelea kutoa maelezo na matarajio yao ya kuona miradi hiyo, hususan maji, nishati, barabara na miundombinu mingine ikikamilika kwa haraka ili wananchi waweze kunufaika kikamilifu. Tayari nimewaelekeza waheshimiwa mawaziri, waziri wa fedha, waziri wa ujenzi, waziri wa maji, waziri wa nishati pamoja na TAMISEMI kuandaa mchanganuo wa kina wa miradi yote iliyoainishwa na inayoendelea kutekelezwa kwa kusuasua ama kusimama. Mchanganuo huo pia uhusishe miradi ambayo ilikwisha kusainiwa lakini haijaanza kutekelezwa, ili ambayo hati zake zimewasilishwa na malipo hayajafanyika, ili kuweka mkakati madhubuti wa kukamilisha malipo na hatimaye kuhakikisha utekelezaji wa miradi hiyo unaendelea. Ninatoa maelekezo mahususi kwa waheshimiwa mawaziri husika kuhakikisha zoezi hili linakamilika kabla ya kuanza kwa vikao vya bunge vya bajeti, ili hoja ambazo waheshimiwa wabunge wameziibua ziweze kuwa na majawabu na taarifa ya utekelezaji wa hoja ambazo waheshimiwa wabunge wamezitoa. Mtakumbuka kuwa tarehe 2 Februari 2026, Waziri wa Mpango na Uwekezaji na Waziri wa Fedha waliwasilisha bungeni mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu 2026-2027 hadi 2050-2051 na mapendekezo ya mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, yani 2026-2027 hadi 2031, mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi wa mpango na bajeti ya serikali kwa muda wa kati, yani 2026-2027 hadi 2028-2029 na mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Spika, mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu umeainisha malengo mahususi na afua kwa kuzingatia shabaha na vipaumbele vilivyoainishwa katika dira ya 2050. Kwa kuzingatia ongezeko la watu nchini na athari zake katika upatikanaji wa ardhi, huduma za jamii, miundombinu, umuhimu wa kuharakisha mageuzi ya kiuchumi na kukuza uwekezaji, mpango elekezi umeweka mkazo maalum katika maeneo 6 yafuatayo. Mosi, upangaji miji endelevu na unaozingatia utunzaji wa mazingira. 2, ushirikishwaji mpana katika kupanga mipango ya maendeleo. 3, kuongeza wigo na ubora wa huduma za jamii. 4, kuongeza tija katika kilimo, uzalishaji viwandani na utoaji wa huduma kwa kuongeza kasi ya matumizi ya teknolojia
ikiwemo matumizi ya digitali, ubunifu na uongezaji thamani wa mazao mbalimbali. 5, kuweka mazingira rafiki na yanayotabirika ya uwekezaji na kufanya biashara ili kuweza kuvutia mitaji kutoka sekta binafsi ya ndani na nje ya nchi. Na 6, kufanya mageuzi katika mfumo wa utawala na mabadiliko ya utamaduni na mitazamo. Mheshimiwa Spika, mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, yani 2026-2027 hadi 2030-2031 una dhima ya mageuzi kwa ajili ya ukuaji wa uchumi jumuishi na uzalishaji wa ajira. Hatua hii inaweka msukumo wa kipekee katika kutekeleza mageuzi makubwa yatakayobadilisha mifumo, mitazamo na mwenendo katika utendaji ili kuchochea tija katika uzalishaji na kuongeza uwezo wa nchi katika kushindana kikanda na kimataifa na kuchochea muunganiko wa sekta mbalimbali. Lengo ni kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha usafiri na usafirishaji wa bidhaa, viwanda, biashara katika kanda na kimataifa. Mheshimiwa Spika, mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026-2027 ni ya kwanza katika utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano. Maeneo ya kimkakati yaliyopendekezwa kupewa kipaumbele katika mpango huo ni kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani kwa kufanya mageuzi ya mifumo ya utendaji ya taasisi na kuimarisha utawala bora. Na 2, kuimarisha uwezo wa watu na maendeleo ya kijamii ili kuwa na watu wenye ujuzi, afya na wanaoweza kuhimili mabadiliko. Na 3, kuimarisha miundombinu ya kidigitali, nishati na usafirishaji fungamanishi. Na 4, kuimarisha sekta zinazochochea uzalishaji unaoongeza thamani na ukuaji jumuishi. Na 5, kuimarisha uhifadhi wa mazingira na uwezo wa nchi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Spika, kuhusu mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi wa mpango na bajeti ya serikali katika muda wa kati ya 2026-2027 na 2028-2029, serikali itatekeleza vipaumbele katika miradi inayoendelea iliyosainiwa pamoja na vipaumbele vilivyoainishwa katika mpango wa kwanza wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano. Maeneo mahususi ya kipaumbele katika matumizi ni kugharamia miradi ya kielelezo, kimkakati na miradi inayoendelea. Mheshimiwa Spika, tutabana matumizi katika maeneo yasiyo ya lazima, yasiyoathiri shughuli za serikali ili fedha hizo ziweze kuelekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Tutaelekeza fedha katika kulipa deni la taifa, mishahara ya watumishi wa umma na huduma za jamii. Mheshimiwa Spika, tuna mambo makubwa ambayo yako mbele yetu, likiwepo jambo la utekelezaji wa bima ya afya kwa wote ambayo imeanza na makundi maalum, lakini pia na mabadiliko ya mitaala ambayo itaanza kutekelezwa siku sio nyingi. Katika maandalizi ya mpango na bajeti kwa mwaka 2026-2027, maelekezo ya kimkakati kwa maafisa masuhuli ambayo yanapaswa kuwa na msukumo wa pamoja. 1, kwa kuwa serikali imepanga kuongeza 5% kwenye mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri, ninaelekeza ofisi za wakuu wa mikoa pamoja na wakuu wa wilaya kusimamia mamlaka za serikali za mitaa kutumia kwa pamoja 5% kati ya zile 15% ambazo zinatolewa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya kuboresha mazingira ya kufanyia biashara, yaani miundombinu, ujasiriamali, ili kuweza kuvutia kuongeza fursa za ajira kwa makundi haya. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kufafanua kwenye hoja za wabunge. Mheshimiwa mbunge aliongelea kuwa kwenye awamu ya 5 yalifanyika maelekezo ya wafanyabiashara wadogo wadogo kupewa vitambulisho na kwamba sasa hoja hiyo imekufa. La hasha, Mheshimiwa Spika, hoja hiyo haijafa bali imeboreshwa zaidi. Mheshimiwa Spika, awali kitambulisho kilikuwa kinagharimu takriban shilingi 20,000
na hakikuwa cha kidigitali na kilikuwa kinatumika kwa mwaka mmoja tu. Mheshimiwa Spika, kwa sasa kitambulisho kinachotolewa ni cha kidigitali na kinadumu kwa miaka mitatu. Kwa hiyo inapoonekana kwamba katika baadhi ya miaka haifanyiki kwa baadhi ya watu, ni kwa sababu kitambulisho wanachotumia sasa kinatumika kwa miaka mitatu na ni kitambulisho cha kidigitali. Maana yake nini? Kwamba kitambulisho hicho kimeunganishwa na mifumo mingine ikiwemo mfumo wa NIDA. Awali kitambulisho hicho kilikuwa hakijaunganishwa na mifumo mingine kwa sababu hakikuwa cha kidigitali. Kwa sasa, kwa kutumia kitambulisho hicho, aliyepewa, mnufaika anaweza kukitumia kama dhamana kuweza kupata mkopo, kwa sababu kina taarifa zote zile ambazo zipo kwenye mfumo wa NIDA. Na tangia kitambulisho hicho kibadilishwe na kuwa cha kidigitali, Mheshimiwa Spika, kilipoboreshwa tangu Januari 2025 hadi sasa, mwaka mmoja umepita, matokeo yake zaidi ya bilioni 10.9 zimekwisha kutolewa na wanufaika zaidi ya 5,347 wamekwisha kunufaika nacho. Kwa hiyo zoezi hilo linaendelea na utekelezaji wake utaendelea kuboreshwa zaidi na zaidi ili wanufaika wengi zaidi waweze kunufaika. Maafisa masuhuli wanakumbushwa kuzingatia mkakati wa kulinda wawekezaji wa ndani kwa kutoa kipaumbele cha kwanza katika zabuni na masharti ya mikataba na malipo ya hati za madai. Na tatu, maafisa masuhuli kuandaa mikakati ya kuzalisha na kulea na kukuza wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa kupitia dhana ya ushirikishwaji wa wananchi katika utekelezaji, uwezeshaji na upatikanaji wa mikopo ya gharama nafuu ili kuwezesha uibwaji wa fursa za ajira hususan kwa vijana. Taasisi na mashirika ya umma hususan yanayojiendesha kibiashara yaweke mikakati ya kuondokana na utegemezi wa ruzuku kutoka serikalini ifikapo Juni 2029 ili kutoa fursa kwa serikali kutekeleza miradi ya maendeleo inayowahusu wananchi. Mheshimiwa Spika, tunakumbusha pia mamlaka za serikali za mitaa kuongeza uwazi katika utekelezaji wa miradi katika halmashauri zetu. Mapato yote yajulikane kwa waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani. Masuala ya mapato na fedha za miradi ya maendeleo isiwe siri. Kila wakati katibu tawala wa mikoa wanapopokea fedha na kuzisambaza kwenda kwenye halmashauri zetu, watoe nakala ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mbunge, meya, wenye viti wa halmashauri pamoja na madiwani. Nimemwelekeza Mheshimiwa Waziri aandike barua kwa maafisa masuhuli wote kuweka uwazi huo. Waheshimiwa wabunge, kila mradi unaotekelezwa mpate nakala, miradi ambayo iko hatua za kutekelezwa, lakini na kila fedha zinapokuja, fedha za miradi, ofisi za wabunge, mamea, wenye viti wa halmashauri, madiwani wapate nakala za fedha ambazo zimeshakuja na aina ya miradi inayokwenda kutekelezwa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.